Dhulma za kingono dhidi ya watoto hususan wasichana wadogo pamoja na ongezeko la mimba za utotoni zimeendelea kuwa changamoto kubwa katika jamii. Wanaotuhumiwa kuhusika katika visa hivyo ni pamoja na jamaa wa karibu, wanaume wenye umri wa makamo, vijana na hata watoto wenzao wenye umri unaokaribiana. Hujambo na karibu katika makala kwa jina Msumeno wa Sheria. Katika visa vingi, washukiwa wamekuwa wakichukuliwa hatua mbalimbali za kisheria, ikiwemo kufunguliwa mashtaka na kufikishwa mahakamani. Wanaopatikana na hatia wamekuwa wakikabiliwa na adhabu kali, zikiwemo vifungo vya muda mrefu na hata kifungo cha maisha gerezani. Kule Vitengeni, kijiji cha Mchoenzi, uliweza kumnajisi mtoto wa miaka 10, alikuwa mtoto wa ndugu yako. Jamii nasema si mara yako ya kwanza kutekeleza hichi kitendo, na kwa hivyo chini ya kipengee 20(1) cha sheria za ngono, koti na kufunga maisha gerezani. Awali, sheria ilieleza kuwa mtu yote anayepatikana na hatia ya kushiriki ngono na mtoto, awe mtu mzima au mtoto mwenzake, kwa ridhaa au kwa kushurutishwa, anatenda kosa la jinai. Hata hivyo, uamuzi uliotolewa hivi karibuni na Judge Bahati Mwamuye wa Mahakama Kuu ya Milimani umeibua tafsiri mpya kuhusu baadhi ya vipengele vya sheria hiyo. Kwa mujibu wa wakili Gerald Biria, uamuzi huo unaeleza kuwa iwapo watoto wawili watabainika kushiriki tendo la ngono kwa kuridhiana na tofauti ya umri wao isiwe zaidi ya miaka 4, kitendo hicho hakitachukuliwa kama kosa la jinai, bali kama mwenendo unaohusishwa na hatua ya ukuaji wa watoto. Hiyo sheria venye iko ni kwamba mtu yote venye ilikuwa imetungwa na venye ilikuwa inaaplaiwa ni kwamba mtu yote mwenye anahusika katika mahusiano na mtoto mdogo, aidha hata kama yeye mwenyewe ni mtoto mdogo wa kiume, ameingia katika mahusiano na mtoto wa kike ambaye hajafikisha miaka 18, anakuwa criminalized. Sasa huu uamuzi ulikuja ukatolewa na huyu Justice Bahati Mwamuye, ukaanika ya kwamba endapo kama ni watoto wenye wamekubaliana na ni watoto wa miaka iliyokaribiana, kwa mfano 16 na 17, wameingia katika mahusiano na wamefanya vile, si sawa kuwafanya ni kana kwamba walifanya kulazimishana. So ilikuwa na separate ile ya kama ni exploitative, kama pengine kulikuwa na utumiaji wa mabavu, hiyo ni sawa ya kwamba mtoto awe atashtakiwa. Lakini kama ni mambo yenye wao wenyewe walikubaliana na wote ni watoto, kuna njia mbadala zenye vitengo vya sheria vinaweza vikatumika kuhakikisha kwamba watoto wanarekebishwa, rather than ile kuwashika, kuarrest, kuwadetain na kuwapeleka kotini kuwaanika hadharani. Omar Mohamed, ambaye ni ofisa wa watoto kutoka eneo la Ganze, kaunti ya Kilifi, amesema kuwa utekelezaji wa uamuzi huo utazingatia kwa kiwango kikubwa umri wa wahusika, maridhiano yao pamoja na aina ya uhusiano wao waliokuwa nao kabla ya tukio husika. Tukiangalia watoto ambaye wako chini ya miaka 18 mpaka 15, ni watoto ambaye tunasema wamewachana kwa miaka 3. So hiyo judgment inasema ya kwamba kama mtoto ako miaka 17 na huyo mwingine ako 16 ama 18 ama mpaka 15 na wamekubaliana wenyewe, na huyo msichana akasema ya kwamba huyu niko na urafiki na yeye, inamaanisha ya kwamba hiyo tunaita ile mahakama inasema hiyo ni Romeo and Juliet. Romeo and Juliet love, yani mapenzi ya kiutoto tu, yani tuseme. Kwa hivyo mapenzi kama hiyo haitaweza kupita kotini, lakini itaregeshwa katika ofisi za watoto, ili watoto kama wapatiwe ile inaitwa counseling, psychosocial counseling. Lakini haijasemekana kwamba mtoto hawezi shtakiwa. Ikiwa ule msichana aseme kwamba huyu kijana alitumia kwa kulala na yeye ama kuhave sex na yeye kwa nguvu, basi huyo mtoto atashtakiwa. Lakini tunaangalia ile age gap. Age gap pia inaangaliwa, yani watoto wamewachana miaka ngapi. Ameongeza kuwa watoto watakaohusika katika mazingira hayo
watapatiwa ushauri nasaha, na iwapo kutakuwa na ujauzito, familia ya mvulana itabeba jukumu la kugharamia mahitaji yanayohusiana na ujauzito huo pamoja na malezi ya mtoto atakayezaliwa. Kama mtoto wale wa miaka 16, 17 watakuwa wamekubaliana na labda kuna mimba, vile tuseme huyo mwingine amekuwa mjamzito, basi hizo jukumu zitabebwa na ule mzazi wa kijana ambaye amefanya hizo makosa, kwa sababu ule mtoto mwingine ni mtoto bado na tunataka aendelee kuendelea na shule, kwa sababu sheria inasema watoto wote chini ya miaka 18 wanatakana wakuwe shule. Kwa hivyo hata kama ni msichana amepata labda mimba, tutamregesha shuleni na ataendelea kusoma mpaka atakapomaliza. Wadau hao wamekemea vikali mahusiano ya kimapenzi miongoni mwa watoto, wakisema kuwa yanaweza kuchangia ongezeko la mimba za mapema. Wamewataka wazazi kutekeleza wajibu wao kikamilifu, wakisisitiza kuwa umaskini na kutowajibika kwa baadhi ya wazazi ni miongoni mwa sababu zinazochochea tatizo hilo. Mimba ziko juu sana na mingi haziletwi kwa sababu ya ruling. Ni vitu ambapo zimekuwa zinaletwa na tabia za mtu kibinafsi, haswa sehemu ambapo zinaishi. Zinaletwa mambo ya umaskini, inaleta hiyo mambo ya mimba za mapema. Kutowajibika kwa wazazi inafanya mtoto anaanza kuwa na ile mambo na kuingilia mambo ya sex. Mzazi pia kutomsaidia, kama vile mtoto anahitaji kupatiwa ile sodo, wewe mzazi hata huwezi provide. Huko nje anapatiwa na mtu mwingine anampatia zile pesa. Ule mtoto mara ya mwisho atailipia, na kulipia ile ni kufanya sex na ule mtu ambaye amemsaidia. Wewe kama mzazi hakikisha ya kwamba kila wakati uko na mtoto wako na unajua anatembea na marafiki aina gani, na ujue marafiki yake ni wakina nani. Kama ni msichana, hakikisha uko karibu na yeye na kila wakati umuongeleshe, kwa sababu wewe wakati ambapo hautaongelesha ule mtoto wako, basi ataongeleshwa na mtu mwingine huko nje, labda ujui anaongeleshwa kumpatia hosia gani. Kwa hivyo wazazi tuwe karibu na watoto wetu kila wakati, wakitoka shule, wakienda shule, kila jioni wakati ambapo tunakula chakula na watoto wetu, tukae karibu nao na tuwaulize maswali labda Kenya anapitia katika maisha yake. Kuna watoto ambapo hizo miaka 17 tumesema ni adolescent stage, watoto wanapitia mambo mingi, ile mwili inahitaji mambo mingi. Kwa hivyo unaongea na ule mtoto, unaweza kumsaidia ili kama kuna shida yote uweze kutokea. Lakini tukinyamaza, mtoto utampata tu amevaa nguo kubwa kubwa, kumbe ameficha mimba kule ndani. Hili jambo la mimba za sasa, hata venye hii Sexual Offences Act imekuwa ikikuwa applied, bado mimba zinatokea. So ni wazazi tu wajaribu kufunza watoto wao, kuwapatia elimu bora ya haya mambo na health yao na reproductive yao venye wanafaa kuishi. Na hilo jukumu si la wazazi peke yake, hata wale kuna hiyo, yani kila mtu, ni jukumu la kila mtu. Hata walimu shule, ni information yenye inafaa kuwa inasambazwa kila mahali ndio watu waweze kujua. Vilevile, Wakili Bilia amesema kuwa mabadiliko hayo ya kisheria yatakuwa afueni kwa watoto wa jinsia ya kiume ambao hapo awali walikuwa wakikabiliwa na hatua za kisheria, hata pale ambapo ilibainika kuwa walikuwa wamekubaliana kwa pamoja na wenzao wa jinsia ya kike kushiriki tendo la ngono. Kwa mtazamo wangu naona ni jurisprudence nzuri yenye imefanyika, kwa sababu kuna watoto wengine ni kweli unaweza pata umepata kesi yenye ni watoto wote ni watoto wadogo, lakini unapata yule wa kiume ndo atashikwa, atapelekwa kotini, atafunguliwa mashtaka. Sana ni watoto wa kiume watafunguliwa mashtaka, yeye ndo ataambiwa pengine mzazi wake alipe cash bail ya 100,000, ambapo wazazi wengi kwa sana huwa hawawezi afford kima hicho. So unapata mtoto anabaki katika magereza ya watoto kwa muda huko akidisrupt masomo yake. Alafu unajua sasa si ile kubaki kudisrupt tu masomo peke yake, zile vitu kwa sababu hawa ni watoto wadogo zinawa affect hata mentally. Sasa ni bora zaidi kutakuwa na hiyo separation kidogo ya kujua kwamba hawa ni watu wenye walikuwa wamekubaliana, ama hawa ni watu wenye walikuwa wamelazimishana, ama walikuwa ni mambo yenye walikuwa wanafanya walikuwa hafai. Aidha, vitengo mbalimbali vya serikali vimeagizwa kuzingatia na kutekeleza vipengele vilivyorekebishwa
ili kuhakikisha swala hilo linashughulikiwa kwa mujibu wa mwelekeo mpya wa kisheria. Kuna venye watoto wenyewe wana deal na hizo changes zao plus na ile education wenyewe wanapata. So hata tukajificha kwamba hakuna mahusiano baina ya watoto, hiyo ni uongo, kwa sababu ile ukweli wa mambo ni kwamba haya mambo yako. Sasa ni sisi kama watu wazima na wale wahusika, wazazi, hizi ofisi zingine za serikali, shule, tutaweza kuelimisha watoto wetu, tuweze kuwapatia mwelekeo mzuri wa kufuata. Uamuzi huo umepokelewa kwa hisia tofauti miongoni mwa wazazi. Wapo wanaounga mkono wakisema kuwa sheria ya awali ilikuwa ikiathiri zaidi watoto wa jinsia ya kiume, huku ikionekana kuwalinda zaidi wasichana. Ilhali watoto wengi hawana uelewa wa kutosha kuhusu sheria. It's something that is fair because it's not like maybe msichana amebakwa, maybe they agreed to to have that intimacy. So when it happens, for me I see it is fair that wote wapelekwe counseling. Hata sometimes unajua we do accuse the men, and sometimes unaweza pata ni msichana alimseduce because we have seduction that happens. Yes, so wote me I see it is fair wapelekwe counseling wote, wafanywe counseling and wakwe guided, wakwe mentored to become better people in the as compared to kitambo vile ilikuwa ni kijana mara hiyo ashapelekwa na chief, ashapelekwa huko ndani, which was not so fair. Hao watu wote ni watoto, ni vema waende waongelee nyumbani ama wachukulie hatua kama ni kupelekwa children's home, waende waelimishwe, waambiwe ABCD. Lakini tukiona ya kuwa sheria sasa inaenda kwa mwanamume, tunapata ya kuwa mwanamume amependelewa. Lakini kulingana na yale maamuzi, mimi nayapongeza 100% na ishikiliwe hapo, na tunapoendelea hivyo wanaume sisi sasa tumepata hatua, tumepata pigo ya kuwa ukifanya kitendo chochote kulingana na sheria na ni chini ya miaka ambazo hazilingani na ule umri ambao umewekwa miaka 18, ni sheria ndio inatuweka pamoja sisi wote kisawasawa kijinsia, mwanamke na mwanaume. Hata hivyo, wazazi hao wamewahimiza wenzao kushirikiana katika kuwaelekeza, kuwafundisha na kuwalinda watoto wao, wakieleza hofu kwamba iwapo hatua za kinga hazitachukuliwa, uamuzi huo unaweza kuchangia ongezeko la mimba za mapema nchini. I can also advise the parents that that is a generation yenye hawataki sana kukaziwa maisha. You make sure that you're sitting with your children, make sure that you're talking with your children each and every time. Usitake watoto wako wafunzwe na ulimwengu. And again, the generation alpha ni watoto wenye they speak their minds out. So make sure that in as much as you're speaking to your children, you're also hearing them out. You're listening to your kids. Wanatakaje? How do they feel? How do they want things to happen? Haya ni makala ya Msumeno wa Sheria. Nimekuwa msimulizi wako Tekla Eri.